Kama nilivyosema wakati tunawasilisha taarifa kwamba watu wengi walitegemea kwamba siku ya kuwasilisha taarifa hao wahusika wakuu wangetajwa na wale waliodhibiti na kusababisha vifo pia wangetajwa. Sasa sisi kwenye uwajibikaji, kwanza hakuna mtu yote shahidi au mtu yote aliyokuja mbele ya tume akasema au akajenga hoja kusiwe na uwajibikaji. Kwa hiyo tunakubaliana, si jambo geni, kila mmoja tunakubaliana kuwe na uwajibikaji, na hiyo kila mtu, hakuna aliyosema hapana, hakuna anasema uahirishwe. Kila mtu anasema kuwe na uwajibikaji, lakini anachosema tunalotueleza ni kwamba uwe uwajibikaji wa haki, uwajibikaji wa haki. Na tulishauriwa pamoja na viongozi wakuu wa nchi tulioona na wengine hata waathirika wenyewe kwamba anastahili kuwajibika awajibishwe kwa mujibu wa sheria. Asiyestahili kuwajibishwa asiwajibishwe. Sasa hizo ndio miongozo tume imepata. Awajibishwe anastahili, asiyestahili asiwajibishwe. Na wengine wakenda zaidi kwamba asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana. Tuwajibishane lakini asitolewe mtu kafara. Ushauri huo kutoka watu, sababu inabidi tuulize pia na watu, sio maoni yetu pekee yetu, hapana. Tusikize maoni ya watu, ushahidi unasemaje, na sisi pia baada ya hapo tuweze kubaini. Sasa sisi kwenye kupanga ramani au njia ya kwenda kwenye uwajibikaji, tumebaini safu tatu. Safu ya kwanza ni uwajibikaji binafsi wa mtu aliyoshiriki kwenye kutenda kosa la jinai au la madai. Tusisahau pia kuna uwajibikaji wa madai, wa madai pia. Kwa hiyo ni yule mtu binafsi kwa kosa alichotenda yeye mwenyewe kwa nafsi yake, la kimadai au jinai. Na kwa polisi si jambo geni. Kwanza sheria inasema hivyo hivyo kwamba askari polisi atakayesababisha mauaji au kifo kwa kutumia silaha atawajibika yeye mwenyewe binafsi. Sheria inatamka, wala sio tume inayotamka. Sheria ya polisi inatamka hivyo, PGO zao zinamtamka hivyo. Kwa hiyo inajulikana, na wengi tu polisi wameshapelekwa mahakamani kwa matumizi ya silaha za moto kusababisha vifo, lakini kwa vigezo vya kisheria, vigezo vya kisheria. Kwenye madini Migodi kule, North Mara kule wapi, na mara nyingi na hizo kesi nyingi tu. Kwa hiyo ni safu ya kwanza kwa upande wa madai na jinai. Lakini kuna safu ya pili. Safu ya pili ya kiongozi au kamanda kuwajibishwa. Ni safu ya pili, kiongozi au kamanda. Kiongozi kwa raia, kamanda kwenye vyombo.
lakini pia ina vigezo vyake vitatu, kwamba huyo kiongozi au kamanda kwanza awe na uwezo wa kumamuru au kumwamrisha au kumsimamia huyo wa chini yake aliyotenda kosa. Kwa Kiingereza tunaita effective control and command. Awe na uwezo, kwa sababu unamtuhumu kwa kosa sio alofanya yeye, alofanya mtu chini yake, lakini anabeba lawama, tuhuma za kijinai kwa kosa. Sio lazima yeye atende kosa. Mnafahamu hata kule mauaji ya Kimbari Rwanda, wengi walopanga sio wao walotekeleza, sio wao walikuwa kule kwenye uandani, hapana. Kwa hiyo huyo kiongozi au kamanda lazima aweze kwanza awe utafutia ushahidi kuonyesha kwanza alikuwa na uwezo kumwamrisha huyo chini yake au kumsimamia au kumwamrisha, kumwamuru. Pili, lazima awe amejua kitendo kile alichofanya huyo mtu chini yake, au alipaswa ajue kwamba huyo chini yake kafanya lile tendo, kosa la jinai. Huwezi kumtuma hata kama komanda, kiongozi. Je, alikuwa anajua? Na kuna kesi nyingi tu za kimataifa wapi huyu kiongozi alijua au alipaswa kujua. Na sheria ni alijua au alipaswa kujua kwa mazingira yale. La tatu ni kwamba ameshindwa kuchukua hatua kuzuia, ameshindwa kuchukua hatua zote ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kukinga hayo kwa viongozi. Safu ya pili. Safu ya tatu, kama unasema balozi Mela hapa, ya tatu ni swala la uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Taasisi tulipochambua ushahidi na maoni yetu pia ni kwamba uwajibikaji weko, ndio maana tumetoa mapendekezo. Lakini pia ni kwamba sisi tunaongozwa na hadithi za rejea ambayo ni kubaini hoja. Tutabaini hoja, fact finding, kwa ngazi hii. Na tume si jukumu lake kumtia mtu hatiani au kutamka kijinai. Tume zote za uchunguzi ziko kwenye nchi 57 za Jumuiya ya Madola. Sheria hiyo nchi 57 za Jumuiya ya Madola, na sheria hii imetumika zaidi ya miaka 150. Nchi kama Canada wana tume za uchunguzi zaidi ya 500 wamefanya. Kwa hiyo misimamo yote ni misimamo ya kisheria ya mahakama za juu za nchi kama Uingereza, Canada, Ireland, Malaysia, Singapore, kote huko. Haibaini kijinai. La tatu, ushahidi gani ambao sisi, aina gani ushahidi sisi ushahidi wetu kwa kiasi kikubwa cha mwathirika. Huo pekee hautoshi kumtia mtu hatiani, lazima upate ushahidi upande mwingine.
ushahidi upande mwingine, lakini inatosha kuanzia upelelezi. Kuanzia upelelezi. Kuna mtu anasema mimi nimepigwa risasi, nilikuwa dukani. Tumekubali ushahidi wake kwa sababu chini ya kiapo, lakini sio kamilifu kwa sababu hajahojiwa kidodoso upande wa pili. Ukienda mahakamani kutoa ushahidi unahojiwa mara mbili, upande mbili. Anayekuleta mahakamani na yule upande mwingine wa utetezi. Na tume hizi sisi maksudi tumesema tutakuhoji sisi tu upande mmoja, kwa sababu wenzetu wamedhurika. Hatuna haja sasa hivi msuguano, tupate huo ushahidi. Na upo walopigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia. Upo mwingine anasema sebuleni. Upo huo ushahidi, lakini kwa upande mmoja. Na ndio maana kuna mapendekezo tumesema hapa, tumewasilisha tunakwendaje. Lakini pia tume hizi zinatakiwa kabla kumtuhumu mtu, na majina mengine yametajwa kwa watu wengine, waratibu hao katikati waliopeleka pesa na kadhalika, lakini huwezi kumtaja au kumtuhumu mpaka umpe haki yake ya kusikilizwa, au kesi yako itafutiliwa mbali. Umpe haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo watu waliotajwa wapo wachache, lakini mpaka umwite. Na sisi tumesema hatutumii summon. Mtu yote, wote waliokuja mbele ya tume wamekuja kwa hiari yao. Hatutumia nguvu ya mahakama kuu ya kutoa wito wa lazima, summons. Nyinyi mnajua summons. Ukiitwa ukikataa unaitwa kwa nguvu. Tumesema hapana, hatua hii tukusanye, kwa sababu sisi ni wabaini hoja, tutafute ilitokea nini, nani. Kwa hiyo haya yote ndio yamefanya, na tumefanya uchunguzi wa awali. Vile vifo vimetokea wapi, vimetokea vingapi, vimefanywa uchunguzi. Na tumebaini katika vifo 518 vingi sio vifo vya kawaida. Kuna vifo vya kawaida vimetokea pia. Kuna watu wamepata mshtuko wa moyo, wachache. Kwa hivyo ni kitu cha kawaida. Wengine walikuwa watu wazima. Lakini kuna vifo sio vya kawaida. Vifo sio vya kawaida haimaanishi vifo kinyume na sheria. Mamlaka pekee inaweza kusema kifo hichi kiko kinyume cha sheria ni mahakama. Madaktari wanaleta ushahidi na tumewatumia kusema vifo hivi, idadi hii ya vifo sio vya kawaida.